Baba yetu mfalme mwema, hakika asubuhi hii ya leo tumekuja katika madhabahu hii kwa lengo moja la kukupa heshima na utukufu. Baba, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi wiki nzima mahali hapa. Mafundisho mbalimbali ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, tumeona wema na baraka na ukuu na usultani. Umenena nasi wakati mwingine kwa lugha ambayo yamkini ilikuwa ngumu sana kuelewa, lakini Mungu ulikuwa unanena nasi ili uweze kutuvusha. Asante kwa ajili ya matukio yote ya wiki nzima iliyopita. Ulituonekania Bwana katika makesha, ulituonekania Bwana katika mafundisho, na ulituonekania Bwana katika vyote. Tunakurudishia utukufu na heshima Jumapili ya leo mbele ya madhabahu yako takatifu. Ombi letu ni moja, kwamba Mungu useme nasi katika ibada hii kwa nia ya ndani, uweze kutufungua na kututoa katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Basi kabla hujaketi, wageukie watu watatu, wanne, watano pale. Mwambie nimebarikiwa kukuona umekuja kwenye ibada. Acha uvivu basi, mtumishi wa Bwana. Kamata mikono watu wawili, watatu, wanne, watano. Msemeshe tu, kwani tumegombana jamani? Si useme, ongee tu. Bwana asifiwe. Na kuna yule ambaye umemisi sana, hebu msemeshe, mtamke. Bwana asifiwe. Unaweza ukaketi kama sio kukaa. Mwamba wa kale wako nitajificha, majina damu yako toka mbavuni mwako ziwe ya kitaka mioyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii asubuhi ya leo kwa unyenyekevu mkubwa kwenye madhabahu takatifu ya Mungu, nikimshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametupa neema na uwezo wa kuweza kukaa hapa na kujifunza. Baba mchungaji, kiongozi, pamoja na msaidizi na wote mliohusika katika maandalizi mazima ya semina hii, Mungu awabariki sana. Tungewapigia makofi watumishi wa Mungu. Ni kama vile mna wivu na wao, usipige makofi tu pale kuwapongeza watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwamba tulikuwa hapa na tunajifunza. Asubuhi kuja morning glory, niliwafundisha nguvu ya maombi ya usiku wa manane, the power of midnight prayer. Unaombaje usiku wa manane? Kwa sababu mtu lazima ili aweze kufanikiwa ni nguvu yake ya ndani katika kuomba, au mahusiano yake na Mungu katika kuomba. Kwa hiyo niliwafundisha aina 4 ya maombi kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Marko mlango wa 13 mstari wa 35. Nilisema pale kuna maombi ya kawaida yanaitwa maombi ya kawaida. Yamejigawa pale kwenye Injili ya Marko ule mlango wa 13:35. Anasema kesheni basi mkiomba, kwa kuwa hamjui ajapo Bwana wa nyumba. Alafu akaandika aina 4 ya maombi. Ombi la kwanza anasema au jioni, au usiku wa manane, au awikapo jimbi, au asubuhi. Wataalamu wa Biblia mnaojifunza Biblia, unaona anahimiza kwa habari ya kukesha. Tafsiri ya kukesha ni kufululiza katika kutafuta au kulinda. Nimesema kulinda kwa sababu ya wale ambao wanakaa kwenye mageti kulinda, lakini yule anayetafuta unaweza ukakesha ukifululiza. Kwa hiyo nikaonyesha pale aina 4 ya maombi. Aina 2 ya maombi ni maombi ya kawaida. Maombi ya kawaida ni yapi? Amezungumza au asubuhi au jioni. Alafu nikafunza maombi ya dhabihu.
dhabihu ni sadaka ya juu sana. Ni kiwango cha juu cha kupata au kutafuta. Kwa hiyo pale akizungumza anasema au usiku wa manane au awikapo chini. Kwa hiyo tuliangalia hapo na tukajifunza mambo kadha wa kadha. Naomba nini usiku wa manane nikiamka? Uwe na agenda unapoamka. Kwa hiyo nikaonyesha pale agenda 8. Kuna agenda ya kwanza mpaka ya 8 nilifundisha kwa wale ambao mlipata nafasi ya kuja. Tulijifunza. Bwana Yesu asifiwe. Jioni tumejifunza hapa kwa habari ya kusudi lako na upinzani wa nguvu za giza. Kila mmoja aliyekaa hapa ana mission, ana jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Lile jambo linaitwa kusudi. Kwa hiyo kwenye lile kusudi linakuwa wakati mwingine linaingia kwenye vita au kwenye upinzani, kwenye kurusha msuguano lile kusudi. Tulisoma kile kitabu cha Esther, mlango wa kwanza, mlango wa 4, mstari ule wa kwanza. Kwenye kile kitabu cha Esther. Ukisoma pale unaona hao akina Haman waliamka usiku wa manane, wakaenda mpaka katikati ya mji, wakaloga, wakafanya uchawi pale katikati ya mji. Alafu wakati huo walikuwa na lengo la kuangamiza au kuwapoteza Wayahudi. Sasa hebu turudi kwenye kujifunza. Ukirudi kwenye kujifunza unaona ya kwamba hawa mabwana walikuwa wanataka kuondoa kusudi la Wayahudi ambao walikuwa wanakaa kwenye nchi yao. Kwa hiyo kawa wanapambana na lile kusudi pale ili waweze kuwatoa pale. Kwa hiyo ukisoma hapo unaona vita hii ilikuwa ni vita kubwa sana. Na baadaye kwa sababu Mungu alikuwa amewakusudia Wayahudi, akamweka Esther kwenye nyumba ya mfalme na akamweka anko wake Esther ambaye ni Mordekai, ambaye alisimama kidedea kuhakikisha kwamba kusudi ambalo Mungu amelikusudia linatimia. Ni wewe Mungu amekuweka kwenye familia yenu ili lile kusudi ambalo Bwana ameliweka litimie kwa jina la Bwana. Amina ya uchovu kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilifundisha nikasema kabla tujaangalia mashetani na nguvu za giza, nikasema tambua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Hebu litambue kwanza kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nikaeleza vipengele vitatu muhimu sana. Kipengele cha kwanza ambacho nilikieleza, kabla ya vipengele vitatu niliweka maswali 4. Swali la kwanza la kujiuliza, Mungu anataka nini kwenye lile kusudi ambalo ameweka ndani yako? Mungu amekusudia ndani yako uwe daktari, injinia, profesa, mwalimu, sijui nani. Ndani ya lile kusudi Mungu anataka nini? Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza ambayo niliweka kama swali. Pointi ya pili niliweka kama swali, Mungu anataka nifanye nini kwenye lile kusudi? Kwa sababu kama Mungu ameweka kusudi ndani yako, maana yake ndani kuna kitu anataka kifanyike mahali. Lakini unaona ni vita unayokutana nayo ndio ambayo hauwezi kufanya lile kusudi la Bwana ambalo Bwana amekusudia ndani yako. Lakini pointi ya tatu ilikuwa Mungu anataka ili kusudi litokee wapi? Kila kilichowekwa na Mungu ndani ya mtu huwa kuna position mahali ambapo Mungu anataka kile kitu kitokee. Kwa hiyo unapoona lile kusudi Mungu ameweka ndani, anataka litokee mahali. Sikia, unaweza pishana na gari la mshahara, umeng'ang'ania mkimbizi, wakati kusudi lile Mungu anataka litokee Tanga. Na wewe kwa sababu hauna mazoea ya kuuliza na kuomba na kutulia, kwa hiyo lile kusudi linapotelea mahali. Lakini pointi yake ilikuwa Mungu amekusudia nipate nini ndani ya kusudi alilolikusudia. Hawezi Mungu akaweka kitu ndani yako usipate faida. Kama Mungu ameweka udaktari ndani, maana yake ni kusudi la Mungu ndani yako kwenda udaktari. Ndani ya ule udaktari kuna kitu anataka kitokee mahali na upate kitu ndani ya kile kitu ulichokipata. Mmenielewa? Bwana asifiwe.
Kwa hiyo nikafundisha vipande vitatu vya kusudi. Kipande cha kwanza ni kusudi la kwako binafsi. Nikaeleza kwenye kusudi lako binafsi ni kwamba kusudi lako binafsi limejaa matamanio yako. Yaani una matamanio yako. Mimi ningetamani iwe hivi, iwe vile, iwe vile. Hilo ni kusudi lako binafsi. Lakini tulisoma ile Injili ya Marko 14 mstari ule wa 36. Yesu akisema jambo pale. Anasema, Baba, niondolee kikombe hiki. Alafu akasema, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo. Unaona Yesu alikuwa wise man. Alikuwa na hekima ya hali ya juu. Yesu lile kusudi alikuwa anataka litimie la Mungu, sio kusudi la kwake. Na ndio maana akasema, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Sasa wengi ambao tumekaa tuna makusudi yetu binafsi ambayo tunataka yatokee, na nikakueleza kwamba kusudi binafsi madhara yake ambayo unaweza ukayapata ndani. Kwenye lile kusudi binafsi ndani yako kunakuwa na manyanyaso mengi sana. Kwenye kusudi binafsi unakuta unapata frustrations nyingi sana kwenye kusudi lako binafsi. Kuna misuguano mingi unakutana nayo ndani ya kusudi lako binafsi. Lakini nilieleza madhara, nikasema madhara ambayo unayapata, la kwanza, hauwezi kupata matokeo kwa urahisi kwa sababu unaishi kwenye kusudi lako. Ya pili, hauwezi kuvuka kwenye viunzi kwa haraka. Ya tatu, unafanya vitu vingi au una faida na mengine ambayo tulijifunza. Lakini pointi ya pili nilifundisha kwa habari ya maisha yako na makusudi ya mashetani. Shetani hafanyi kazi bila mwili wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili shetani aweze kufanya makusudi yake, lazima utafute mwili wa mtu mmoja afanyie kazi ndani yake. Na ndio maana unaona kuna watu wanakuchukia. Unafikiri wanakuchukia? Hapana, ni roho ya adui imeingia ndani ya mwili wa mtu, na ndani ya ule mwili wa mtu sasa unaanza kusumbuka na wewe kwenye makusudi. Kwa hiyo vita ambayo unaipata ni lile kusudi la shetani la kukuondoa mahali. Haondoki mtu mwaka huu. Mwaka huu ni mwaka wetu, tutang'ang'ania mpaka tupate kwa jina la Bwana. Hata kama wanakupiga, hata kama wamekutenga, hata kama wanakusema vibaya, wacha waseme, wacha wafanye, wacha kusudi la adui shetani likae vile. Utapenya kwa jina la Bwana. Sema napenya. Ondoa woga maidia, ondoa woga. Kwa nini adui amepata nafasi ya kuchezea kusudi lako? Woga. Ndani yako una roho ya kudhibiti. Ndani yako una woga umekaa ndani. Piga hiyo roho ya woga ukitembea ukienda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilifundisha mambo kadha wa kadha kwa sababu muda umeenda sana. Nitumie dakika chache kusema kile nataka kusema asubuhi ya leo. Jamani, tuko kwenye semina, sawa Tuko kwenye semina na nilikuwa nataka kumalizia hiyo semina hapa, na baadaye nina darasa la vijana wa UKWATA nafundisha pale, na saa hii nasimama, ndio kipindi changu kule kinaendelea, sawa kwa hiyo wamenisukuma kipindi kile, nitasimama nikitoka tu kwenye ibada hapo naenda kufundisha pale. Alafu nina mkutano wa New Life unaanza leo pale Ulolesi. Natakiwa nisimame hapo jioni. Alafu natakiwa nirudi hapa jioni. Mtu mmoja vipengele vingi. Achana na hayo mambo, hebu tujifunze kitu hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kufundisha, naelewa umuhimu wa kalenda yetu, sawa naelewa. Sasa kwa sababu tulikuwa kwenye semina, situmalizie tu, mchungaji ataendelea na kalenda Jumapili. Mchungaji unasemaje? Au niende na kalenda? Tumalizie tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku ya mwisho kabla ya Pasaka. Leo ni mitende. Wakati tunakuja, mchungaji alikuja kunichukua, tukaona watu wana mitende. Nikamwambia mchungaji, mbona si atubebe? Tuache isiwe kesi,
tuendelee tu na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuonyesha kitu kidogo tu, alafu nitaenda kuketi. Nguzo ya madhabahu kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Nguzo ya madhabahu kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Sasa hapa nimeandika mambo mengi sana, sidhani kama tutaweza kuyafikia yote, lakini niseme kwa kifupi sana. Kwanza nimpongeze mwinjilisti. Kati ya watu ambao wanachukia mizaa kwenye ibada, na mimi mmoja wao. Nachukia sana. Mtu amekuja kwenye ibada anatafuna, amekuja kwenye ibada anasoma message, amekuja kwenye ibada anafanya vitu. Nazungumza sasa, nachokifundisha hapa ndio chenyewe sasa kinaitwa nguzo ya madhabahu. Mafanikio yako ili yaweze kutokea inategemea aina ya madhabahu. Unatumika katika madhabahu hii, ndio inaweza ikakupa mafanikio. Na madhabahu ni daraja linalomuunganisha mwanadamu katika ulimwengu wa mwili kwenda katika ulimwengu wa roho kwa kupitia Mungu. Madhabahu ni daraja ambalo linakuunga mwanadamu kutoka katika ulimwengu wa tafsiri ya mwili kwenda katika ulimwengu wa tafsiri ya roho. That's why tumekuja hapa madhabahuni pa Bwana. Madhabahu ya Bwana imebeba mambo mengi sana ili uweze kufanikisha. Madhabahu ni mahali ambapo sauti ya Mungu inatoka kwenda kwa watu. Shida ambayo tunaipata saa hii, tumezoea kusikia sauti ya mchungaji Makweta, tumezoea kusikia sauti ya mchungaji Muranga, tumezoea kusikia sauti ya mchungaji Ambangile, tumezoea kusikia sauti ya mchungaji Mienda. Tunafikiri ni sauti yao, kumbe ni sauti ya Mungu ambayo Mungu anaiachilia kutoka kwenye madhabahu kwenda kwa watu. Kwa hiyo kuna wakati ambao unamsikia mchungaji akiongea namna hii, unaweza fikiri tu ukasema ni kawaida yake tu kuzungumza, amezungumza bali. No, ni sauti ya Mungu, kwa sababu hatuna ule utulivu wa rohoni ambao unaweza ukasababisha tukawa connected na ile madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina mbili tu ya madhabahu. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya Mungu, na madhabahu zingine zinaitwa madhabahu za mashetani. Mimi sina time na madhabahu za mashetani, mimi na time na madhabahu ya Mungu. Zote hizi mbili zinataka mambo matatu. Jambo la kwanza, hizi madhabahu zote mbili zinataka kitu kinachoitwa kafara. Kafara ni sadaka. Zote hizi mbili zinahitaji ziabudiwe hizi madhabahu, na kwa sababu zinahitaji ziabudiwe, pointi ya tatu, zinahitaji watu ambao wataabudu kwenye hizo madhabahu. Kwa hiyo ili madhabahu iweze kukufanikisha, ili madhabahu iweze kukunyanyua, ili madhabahu iweze kukufikisha mahali, lazima kuwepo na nidhamu ya madhabahu, ambayo hiyo madhabahu inaweza ikakuvusha mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Simuitikie tu. Haleluya. Kwa hiyo hii madhabahu imebeba mambo matatu muhimu sana ili iweze kukunyanyua mahali. Jambo la kwanza, imebeba madhabahu kama madhabahu yenyewe. Kwa kupitia ile madhabahu unaweza ukafunguliwa, ukaenda mahali, ukanyanyuka, ukakimbia, na mambo mengine yanaweza yakafanyika. Lakini jambo la pili, nguzo ambayo inaweza ikasababisha uweze kutoka, inaitwa kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu ndiye anayefanikisha madhabahu ili watu waweze kufika kwenye neema. Tunamhitaji kuhani wa madhabahu. Ili waweze kubarikiwa, tunamhitaji kuhani wa madhabahu. Ili waweze kujenga, kuinuka, kibali kije, nyota irudi, baraka yako isimame, lazima uwe na mtu anayeitwa kuhani
wa madhabahu. Mnanisikia? Mtavurugana na nyie hapa saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana mnaweza kusema mchungaji, atamjui mchungaji wetu. Bwana asifiwe. Wengi sana hapa wamekaza, Mnyawami ni mchungaji wangu. Wengi waongo, wana wachungaji wao huko. Yaani Mnyawami kama kipresti, nikitaka kuzika napita kwa Mnyawami, nikitaka kubatiza na kupeleka kwa Mnyawami, nikitaka nini tena inaitwa nini ile kipa imara nipite kwa Mnyawami, nikitaka ile nyingine nini, mnipigia kimya eti no, anapita kwa nani? Kwa Mnyawami. Lakini actually si kuhani wake wa madhabahu. Utajua na ujui. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani wa madhabahu ndiye mwangalizi wa madhabahu. Unaposikia kuhani wa madhabahu, yeye kazi yake kuangalia madhabahu. Na ndio maana Agano la Kale ni tofauti na Agano Jipya. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, unajua, naomba nisikupe mistari, uamini ninachosema kimeandikwa kwenye Biblia, na kama uamini nitafute, nikitoka hapa kule ofisini ninakupa hiyo mistari. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Agano Jipya unaona kwenye kitabu cha Waebrania anasema Agano la kwanza lilifanyika namna hii. Kulikuwa na mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu, alafu kulikuwa kuna mahali panaitwa patakatifu, alafu kulikuwa kuna sehemu inaitwa behewa ya mataifa. Sikia, lile hekalu la Agano la Kale au ile hekalu ambao walikuwa wanaingia kuabudu lilikuwa tofauti kidogo na hapa ambapo sasa hivi tunapoabudu. Kulikuwa kuna mahali panapoitwa patakatifu pa patakatifu, anaingia kuhani mkuu mara moja, na anapoingia pale kuna mambo 7 anaingia, anakutana na kitu kinaitwa sanduku la agano, anakutana na kitu kinachoitwa mikate ya mana, anakutana na kitu kinachoitwa fimbo ya Haruni inayochipua. Pale panapoitwa patakatifu pa patakatifu kuna makerubi wafunikao kwa utukufu, alafu kuna kiti cha rehema. Ndani ya pale patakatifu pa patakatifu pana kitu kingine kinachoitwa kondoo wa maana. Kwa hiyo hili vitu anapoingia kuhani mkuu pale anakutana navyo pale. Ningekuwa na muda ningekueleza kimoja kimoja, kazi ile fimbo ya Haruni inayochipua, kazi ile kopo la maana ambalo liliwekwa pale, ningekueleza na kazi ya vitu vingine na vingine na vingine. Kwa hiyo unaona kuhani mkuu anapotoka kuna nguvu ya Bwana, maana yake anapoenda pale anaenda na damu. Na ndio maana Yesu Kristo akaja akampa msalabani. Damu yake Yesu Kristo ikatupa uhuru. Damu yake Yesu Kristo ikatupa upenyo. Damu yake Yesu Kristo ikatuvusha mahali. Damu yake Yesu Kristo ikatuinua mahali. Kwa damu ya mwana kondoo tumepata wepesi wa kuvuka kwenda mahali. Kama unaamini sema naamini kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu kulikuwa kuna mahali pa pili panaitwa patakatifu. Walikuwa wanaingia makuhani wote. Nenda kasome kwenye vitabu mbalimbali. Walikuwa wanaingia makuhani wote mahali panaitwa patakatifu. Pale mahali patakatifu walikuwa na vitu vitatu. Kulikuwa na meza. Ukisoma kitabu cha Isaya anasema meza zenu zimejaa matapiko. Sasa palikuwa na meza. Alafu cha pili kilichokuwa pale patakatifu palikuwa na kinara cha taa, na cha tatu palikuwa na mikate. Mmenisikia? Mmesikia? Mnanisikia? Palikuwa na vitu vingapi? Na hapa walikuwa wanaingia makuhani wote. Kwa hiyo wakiingia pana kinara cha taa. Kile kinara cha taa tofauti anyway. Unaona vile vidude pale vimewekwa vya taa 1, 2, 3. Hapo katikati walikuwa na 4, 5, 6, 7. Ndio kilikuwa kuna kitu cha namna ile kilikuwa kimewekwa. Sasa hapo kwenye msalaba palikuwa na taa nyingine. Kwa hiyo hapa panakuwa na kwenye hizo taa ndio kilikuwa kinaitwa kinara cha taa. Palikuwa na taa 7. Yaani maana yake taa 7, roho 7 za Mungu. Ukisoma kwenye Zekaria, ukisoma tena mistari mingine nasema hayo ni macho ya Mungu kwa wanadamu. Kwa hiyo palikuwa pale pana vitu hivyo 7. Hizo kinara zenye kanisa ni roho 7 za Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo makuhani wakiingia pale, wanatoka na nuru wanakuletea. Makuhani wakiingia pale, ule mkate ni ishara ya neno. Wanapokea neno, ndio neno linakuja kwako. Sijui kama mnanisikia hapa kwenye ibada. Kwa hiyo kazi ya kuhani ni kuhakikisha anatunza madhabahu, ni mwangalifu wa madhabahu, ni mtunzaji wa madhabahu. Hiyo ni kazi ya kuhani. Umekula nini? Unaishije? Unakuwaje kiroho? Unatembeaje? Hiyo ni kazi ya kuhani. Bwana asifiwe. Nisaidie kumgonga bega jirani yako, mwambie acha mahangaiko wewe. Bwana asifiwe sana. Watu wengi sana wana mahangaiko. Mchungaji, mimi nakwambia, I'm telling you, watu wengi wana mahangaiko. Tunamaliza hapa ibada nzuri na nini, anatoka hapa anaenda mahali. Una mahangaiko wewe. Hata ukinichukia poa tu. Si utanichukia leo, mimi naondoka zangu leo. Haitanisaidia kitu chochote. Acha mahangaiko. Kaa tulia ule mkate. Kaa tulia ulishwe neno. Nyakati za mwisho Biblia inasema roho zidanganyazo zitakuwa mingi sana. Mnamkumbuka yule bwana yule alikuwa anaitwa nani yule? Yule aliondoka yule mkongo. Kiboko ya chawi. Amewadanganya watu kibao yule bwana. Hapo anakaa kwenye mitandao huko anajisifu. Nimemisi vile 5,500 vya Watanzania. Au sasa hivi anasema Watanzania wote foolish, hawana akili kabisa. Si unaona? Huna akili wewe, ulienda kwake. Sio sisi. Sisi tuna akili. Unaona? Angalia hii madhabahu, mlienda mkauziwa maji, kumuona 500,000, milioni, umeenda kumuona mtu. Wiki nzima tumekaa hapa, mmeletewa injili ya bure na wahubiria hapa, mmesepa. Naongea na nyinyi. Lakini mnapenda mkapigwe huko. Mkishapigwa ndo mnarudi. Siku moja nilikuwa na baba askofu mmoja, naomba nisimtaje kwa sababu tuko kwenye mitandao. Bwana asifiwe. Baba askofu akaniambia, Mkemo, leo ukimaliza jioni kuna mtu nataka umwattend. Alienda kwa mtu fulani, mtume fulani. Na huyo ni mama. Wamama wanatapeliwa vizuri sana. Sijui kwa sababu ya roho zao. Alienda kwa huyo mtume. Mama amenunua V8 ya milioni 185. Yule mtume akasema, Bwana ananiambia niendeshe miezi 6. Alafu na wewe utakuja kuendesha. Lakini unijazie na mafuta. Mama si akampa, ikawa ya kwake mazima. Sasa amekuja kwa baba askofu kulalamika. Baba askofu, naomba unisaidie ile gari yangu irudi. Nikasema, baba askofu, sio ungemwambia pumbavu. Rudi huko huko. Mmekasirika nini? Jamani, mimi sina moyo kama mchungaji pale wa kukubembeleza. Mimi nakwambia, ukinichukia poa. Na wewe utakuwa sio wa kwanza, mimi nishachukiwa sana. Bwana asifiwe sana. Unaona huyu ametekwa. Ameshindwa kusimama na makuhani wake. Njoo uulize tu. Njoo uulize, hata muulize tu mchungaji pale, mwambie hivi Mkemo yuko sawa. Atakusaidia. Kabla hujatumbukia uliza kwanza, kwa sababu kuhani ndiye anayetunza madhabahu. Kuhani anawajua nyie. Mmenisikia? Kuhani anakutambua. Siku moja tunatoka Dar es Salaam, mama moja akaomba lifti, ana machupa yale makatoni 4 ya maji. Nikamwambia, haya unapeleka wapi? Huko tunakoenda hakuna maji. Akasema, haya nimetoka nayo sijui kwa nabii. Nikamwambia, wewe mpumbavu. Nashuka kwenye gari yangu, sikupi lifti. Nenda kapande basi. Mjinga mkubwa. Yaani leo ninaongeza idadi ya maadui. Leo hapa anaongeza idadi ya nini? Ya maadui. Nilimwambia ukweli. Kwa sababu Biblia inasema
watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Shida ambayo inawakuta nyie Waluteri, nyinyi hata nyie hapa Mkimbizi, hamtaki kujifunza, mnataka kudanganywa, na ndio maana hata semina hamkuja. Nitolee macho niangalie, usiniangalie na kusema. Bwana asifiwe. Na kama kanisa litakosa mafundisho, kanisa limepotea. Nowadays, miaka ya leo, tunahitaji watu waje watufundishe vitu ambavyo vinaumiza akili. Hii Biblia hii unayoiona, hii Biblia unayoiona, hakuna mtu hapa anayeifahamu yote. Kila mtu anaka kipande anakokafahamu, anajua. Bwana asifiwe. Na hata ukienda chuoni kule unakuta kuna mwalimu wa Agano Jipya, kuna mwalimu wa Agano la Kale, kuna mwalimu wa Hebrews, kuna mwalimu wa Greek, kuna mwalimu wa Kiyunani, kuna mwalimu, maana yake yeye hawezi akafundisha yote. Ukiona anafundisha yote, mlavi. Anyway, wacha turudi hapo. Bwana asifiwe. Turudi kwenye mafundisho. Na hii inanisema kwa sababu ya kuhani ndiye ambaye anaangalia madhabahu. Pointi hiyo ilikuwa ni pointi ya pili. Pointi ya tatu, nataka kumaliza na hii pointi ya tatu nikakae. Pointi ya tatu ni kafara ya madhabahu. Kama unataka kufanikiwa, kiwango chako cha mafanikio kinategemea aina ya kafara ambazo unakuja nazo kwenye madhabahu. Unapokuja kwenye madhabahu ya Bwana, mletee Bwana kile. Daudi anazungumza kwenye kitabu cha Zaburi, nafikiri 66. Zaburi anasema, Daudi anasema, nitakuja hemani mwako, nyuani mwako na kafara ya sadaka. Daudi anamwambia Bwana, anasema kafara ya vitu vinono. Nenda kasome ile Zaburi ya 66. Anasema na kafara ya vitu vinono nitakuja nayo kwenye madhabahu, nitakuja nayo mbele zako. Daudi anamwambia Bwana, ninapokuja mbele ya Bwana, yani anajivunia kwenda mbele za Bwana na kafara. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikiliza, ngoja nikwambie hiki. Ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu wa mashindano katika kutoa. Unatoa nini ndio kikuweke mahali. Nenda kaangalia mtu yeyote mtoaji mzuri amekaa kwenye position. Na niliwaambia hapa hii Iringa, unaona kuna mtu ameweka vibanda, kuna mtu anawalisha watu. Kila Jumatatu watoto wenu wanakunywa maziwa, wanapewa na mkate. Yule amekamata, yani hata uzungumze, useme, ufanye nini, amekutengenezea wodi hospitali, amekutengenezea hiki, amekuwekea kile. Zile ni sadaka mtu anatoa. Anapotoa huwa anashika mioyo, anashika mahali, anatawala mahali. Sadaka inakupa kutawala. Kama angalia yule mtu anaitwa Kornelio, yule bwana yule alikuwa anawapa watu fedha na mali. Alishika mioyo yao wote. Wakiingia kuomba wanamwombea yeye, wakiingia kwenye mazungumzo wanamzungumza yeye. Kwa nini? Alikuwa mtoaji. Ndani kuna roho ya kutoa. Kama Bwana amekubariki na kama Bwana ameachia neema juu yako, Bwana akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja nilikuwa nimeenda China. Naenda huko, nimezunguka huko Guangzhou, tukaenda kwenye masoko mbalimbali, nikanunua suti zangu 5 mwanaume. Nilikuwa nataka zile suti nikivaa hivi ujue mwanaume amevaa suti. Sasa nilipofika airport nikasikia Roho Mtakatifu. Nasema mimi sasa. Nikasikia ndani yangu, hizo suti utampa mchungaji wako pale usharikani kule Arusha. Si nikaanza kukemea kwa jina la Yesu, suti zote 5. Mbona unakosa discipline? Hata kama roho ungeongea hata moja. Roho gani anaongea zote? Na kataa, na vunje hiyo roho. Hiyo sio roho ya Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pale airport, nimekaa hivi dakika 2-3 hivi. Kimessage cha mchungaji fya. Yule mchungaji amenitumia message anasema, mchungaji, nilienda nyumbani
mke wako ameniambia kwamba unatua airport Nairobi asubuhi saa 11. Mimi nitalala Kenya na kufuata nije nikupokee. Anafuata suti. Unajua mimi sina mawasiliano na yeye, sawa? Lakini anafuata nini? Nilikemea, nasema Bwana, weka uzito kwenye gari lake, tengeneza tukio pale kanisani, akae kwenye mkesha pale kanisani, asije kunipokea ili nisimpe nini? Kafara ya sadaka. Wewe sadaka inauma. Hujawahi sikia wewe? Bwana asifiwe. Asubuhi ile tunatua namna hiyo. Mchungaji ndio yule amekaa pale, nimesukuma kitoroli. Sasa vita ya kutoka hapa mpaka pale alipo kwenye kale kitoroli nasukuma sio ya kawaida. Miguu inatetemeka, na kemea, na kataa, na haribu, na vunja. Huku naenda nasema namfunga mdomo. Lakini naenda. Haleluya. Sadaka. Siku unatoa sadaka. Bwana asifiwe. Nikafika pale nikasema hapa, nikamkumbuka mtu mmoja alikufa na mke wake. Mnamkumbuka? Nikasema hapa pana kitu kinachoitwa kufa. Mpaka watu walishangaa pale, nikafungua zipu nikamwambia mchungaji, bwana hizi suti bwana ameniambia nikupe. Akasema ndio, nilikuwa nasukumwa rohoni nikufuate maana kuna kitu changu. Umewahi kupata experience ya maumivu hapo? Unajua narudi lini tena China? Narudi lini? Unajua wazo lingine, narudi lini tena kule? Jamaa amesepa na suti. Akazibeba zile suti hivi, hanisaidia hata kusukuma toroli yule mchungaji. Yeye na suti zake huyo kwenye gari ananiambia wewe nifuate njoo. Yaani tunaenda na mimi nilimnunia mpaka na manga. Simuongeleshi. Sadaka inauma. Unajua hujawahi kutoa sadaka inafanya nini? Inauma. Unatoa vinjilili hivyo, yani buku 500 hata yumi. Sadaka mtu anapitia anaomba change. Ile sio sadaka. Anapita, mpare, hebu nipe pipi kifua hapo. Kumbe anatafuta change aje kanisani. Sadaka inaandaliwa. Ukitaka kumtolea Mungu wiki nzima unaiandaa sadaka yako. Jumapili hii nitatoa kiasi fulani. Unaandaa. Hiyo ndio inaitwa sadaka. Sio sadaka mpare na 10,000 hapa, hebu nene. Na kuna watu wengine wanakuja, katibu, hamna change huko. Hebu niwe. Mimi huwa nishawaambia makatibu, mtu akikufuata hivyo mfukuze. Mwambie kanisani hatuishi na change. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mchungaji asipokuwa na dogo Jumapili akavaa suti. Ambia mwinjilisti, utahubiri, utaongoza ibada. Mimi leo sivai cha kanzu wala nikajitunga ile kaka. Alafu mimi nimekaa pale, mke wangu ananifinya hivi, ananiambia utakoma. Bwana asifiwe. Ni kitu ambacho ukitaka kukutana na Mungu, kafara ya sadaka. Unakujaje kwenye madhabahu ya Bwana? Sikiliza. Unaona hapa, hii ni kamati wamepaka hii rangi. Ungetoka tu peke yako ungepaka hii rangi tu. Kila tukiangalia namna hii tunasema aisha kanisani kumependeza. Na Pasaka hii kumekaa vizuri. Hii sadaka ya kupaka rangi. Yaani yale maneno yanavyosemwa hivyo kwenye ulimwengu wa roho unafunguliwa mlango. Bwana asifiwe. Siku moja nikitoka Dodoma kuja Iringa, nilipita mahali hapo wanauza mkaa, hata nyeo mnaona hapo katikati hapo wanauza mkaa. Nikafika, unateremka, kuna kimteremko hivi, kuna vijana wengi wanauza mkaa. Nishawazoea wale vijana. Kwa hiyo nikafika pale nikashuka. Wakaniambia, baba padre, tumekuwa tunakuuzia mkaa kila wakati baba padre. Huko nyumbani mwako hamna hata nguo ambazo hazikutoshi. Ile kauli iliniuma roho sana. Nikaenda nikarudi. Niliporudi Arusha nikawatangazia pale nyumbani. Unajua una kiatu huvai. Si unajua kuna maviatu watu huwa wanaweka tu kama show na beba. Una nguo hapa huvai. Mimi unabakiwa na nguo unazovaa, unazozitumia. Beba, nikajaza gari zingine nikaweka juu. Nikafika pale nikamwambia, nyinyi mnakaa. Wakaniingiza kuna kijiji huko ndani, tukaingia kijijini huko. Nilipofika nikaomba, walikuja watu, nikaomba, ni kama vile walikuwa wamejipanga kwamba leo wanapewa nguo. Nikaomba pale, nikashusha yale manguo kwenye masafa, shusha na maviatu, nikashusha.
Nikamwambia nimewaletea zawadi. Mzee mmoja akasema, kabla hujaturuhusu tugombanie, nichagulie hapo suti moja. Bwana asifiwe. Kwenye gari yangu huko huwa natundika suti nyingi. Nikamwambia hizi wacha wachukue. Nikaenda nikachomoa pale suti mbili, nikampa. Yule mzee alilia sana. Nikataka kujua sababu ya yeye kulia ni nini. Nikaja wakati mwingine nikamtafuta, akasema mimi nina watoto. Na mtoto mmoja ni injinia, mmoja ni daktari. Mimi nakaa huko, hawajawahi kunitunza, hawajawahi kunipa chochote, na mimi ni baba yao. Nilipokuona nilipata picha ya mtoto wangu amekuja. Na mimi kwenye maisha yangu nilikuwa natamani niwe na kasuti, natamani niwe navaa. Just image. Bwana asifiwe. Si niwe nimemaliza eti? Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio pointi ya pili na naomba niishie hapo. Mungu akupe neema ya kutoa. Sawa Watunzeni hao wachungaji wenu. Mungu akupe neema. Haki nataka nikwambie. Vita yetu katika ulimwengu tulionao sasa hivi ni kutoa. Na ndio maana wajanja wanatoa, wanachinja makafara, wanawalisha manyama, wanawapa nini? Angalia mafanikio yao. Wakati tunaanza mwezi wa kwanza nilikuwa Dar es Salaam. Huyu Januari wakati tunaanza, nikasukuma maombi, alafu nikawaambia tutoe sadaka ya kukamata mwaka mzima. Watu sadaka gani? Nikamwambia hivi, hii ni sadaka ya ufunuo, haiko kwenye utaratibu. Lakini kama mwaka una miezi 12, hebu toa kila mwezi bukubuku, alafu tukuombee. Maana yake ni 12,000. Tukuombee hapa huu mwaka mzima huo umeshautolea sadaka. Nikamwambia kama una uwezo unaweza ukatoa 3,000. Kama una uwezo unaweza kutoa 5,000. Kama una uwezo 5,500, 12. Unapata kiasi. Hii 12. Ndio ulimwengu ulikogeukia saa hii. Lazima uchue tunakoelekea. Kuna watu wameshakamata biashara kabla wewe hujaingia kwenye hiyo biashara. Ni nini? Ni sadaka zao ambazo wanazitoa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe mfano mmoja. Kuna kisa kimoja niliwahi kusoma kwenye kajarida cha mfalme mmoja, alikuwa na wanawake 4. Huyu mfalme alikuwa na wanawake 4. Ndani ya wale wanawake 4, yule 4 alimpenda sana yule 4. Alikuwa kila anachokihitaji yule mwanamke 4 anampa. Kila anachokihitaji anampa. Yule wa 3 alimpenda zaidi kuliko yule wa 4. Unajua nimeanzia 4 kuja chini. Yule wa 3 alimpenda zaidi. Akienda kulala, akienda kuoga anaoga naye, akitembea, akienda ofisini yuko naye. Yaani yule wa 4 anaye, akikata vichochoro yuko naye. Huyu amempenda zaidi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule wa 2 alimpenda ile ya kikawaida tu. Ya kumpenda tu kawaida, anamchukulia kama ndugu tu wa kawaida. Alafu yule wa kwanza ndio hakumpenda kabisa. Hata akitaka kushirikisha vitu hashirikishi, hamwambii kabisa yule mke wake wa kwanza. Hamwambii. Vitu vingine anafanya na hao wengine huko 3. Lakini huyu anakuta tu mambo yameenda, kikitokea jambo anawashirikisha wale 3, lakini huyu wa kwanza amshirikisha. Sasa kile kisa kinasema hivi. Huyu bwana akakaribia siku zake za kufa, na kwenye hiyo nchi lazima azikwe na mtu. Akaenda kwa wale wanawake wake, si anao 4, kwamba nizikwe na mmoja. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie kuna mmoja lazima azikwe na mfalme. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya yule wa kwanza anampenda sana, akaenda kumwambia, mimi naona wakati wangu wa kufa umekaribia na nitazikwa na wewe. Akasema unikome, unitue. Nitakuwa siku hiyo nimekimbia na sipo. Wa kwanza akamfuata yule wa 3.
Akamwambia, mke wangu, mimi nakaribia kufa, natamani tuzikwe. Utasema, mume wangu, siku unazikwa mimi nitakuja na maua, nitakuletea na zawadi, jeneza zuri, nitahakikisha mochwari na kupanga vizuri, alafu uzikwe vizuri, lakini kufa na wewe siwezi kufa na wewe. Bwana wasifiwe. Na yule mwingine wa pili hivyo akamkana kabisa yule bwana. Sasa akasema, yule wa kwanza silikuwaga simshirikishi, kwa hiyo nisimwambie chochote. Yule wa kwanza alisikia, akapiga kelele, sasa, mume wangu, mimi nitakufa na wewe, yaani jeneza lako mimi nakupakata, nitakupakata mpaka yaani mpaka na mimi naishia na kufa kabisa. Yule ambaye hakumpenda. Bwana asifiwe. Nitoe mafafanuzi. Amen, amen. Na ndio haya ndio maisha yetu sisi. Kila mmoja anao wanawake wanne tuliokaa hapa. Kila mmoja aliyekaa hapa anao wanawake wanne. Kuna kitu unakipenda sana kukifanya, yaani hata watu wakikuzuia, hapana, mimi naweza kufanya. Huyo ni mwanamke wako wa kwanza. Wanne. Mwanamke wa tatu hata hapa unaye, anaitwa simu. Chooni uko naye, bafuni uko naye, chumbani uko naye, ukilala unalala naye, ukiamka unaamka naye. Jamani, huyo mwanamke unaye huna? Wanakataa, wataki hata kusema. Unaye. Yaani kuliko kipotee kitu kingine hapa. Yaani haka kila ukienda mahali unako kidogo tu, nimesahau simu yangu, hebu leta pale. Ina nini kitu uliyosahau? Imebeba nini? Thamani umeiweka kwa huyo. Wangapi? Watatu. Yule wa pili alikuwa kama jamaa tu. Una majamaa zako tu, yani washikaji na nini na watu wa kawaida. Ndio yule mke wa pili. Na mke wa kwanza ni Kristo ambaye umemkataa. Na ndio maana yule mama akasema, niko tayari kufa na wewe. Kristo yuko tayari kufa na wewe, lakini humtaki. Unampenda wa nne na wa tatu. Asubuhi hii ya leo Bwana akupe neema ya kutoka kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako na uso wa furaha, mwambie, hao wanawake wanne unao una? Amesemaje? Mungu wa amani awabariki sana. Nashukuru, niwashukuru kanisa la Mkimbizi kwa neema na wakati mzuri ambao tumekaa pamoja kwa wiki nzima. Kabla sijaomba, nataka kuwasemesha kitu. Nataka kuwaomba kitu. Nimeingia huko ofisini kwa mchungaji, nimeona kuna shida mbili. Shida ya kwanza, stola ya mchungaji ya tangu alivyobarikiwa. Mumnunulie stola. Mimi nauza stola, lakini siuzi stola za bei rahisi. Stola kama hii niliyovaa inauzwa 100,000. Unataka kumnunulia mchungaji wako, karibu. Bwana asifiwe. Cha pili, mumnunulie joho huyo mchungaji. Hao wachungaji majoho yao yani yako light off. Wanasimama hapa, Bwana akae nanyi. Yani kajoo huku amebana, wamuoni kamkono, yani analazimisha huku, yani kimebana kajoo namna hii, anashindwa kujiachia. Mnanisikia ndugu zangu? Hii baraka ni ya mtu mmoja tu. Sikiliza, popote mchungaji atakapoenda amevaa hilo joho, ile baraka inakuja kwenye hiyo familia. Bwana asifiwe. Sasa kuna majoho ya kawaida, alafu kuna majoho. Jumapili nilivaa joho moja linauzwa 1,185. Leo nimevaa joho linauzwa 3,500. Alafu kuna majoho ya 2,500. Nunulie mchungaji wako. Very smart. Hata kwani mimi unanionaje? Si niko smart? Yaani hata unaweza ukawatangazia watu, unamwona mchungaji wangu
Kajidaia. Mchungaji anakuja, joo limepasuka kwenye kwapa huko. Nendeni pale ofisini mkaone. Bwana akae nanyi. Pia na roho yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwatafutie wachungaji hawa majoo. Tuanze na mchungaji kiongozi. Tununue joo tu la 2,500. Litamfaa sana mchungaji. Hata jana ameniuliza, mkemwa sasa inakuwaje? Nikamwambia acha nikawasemeshe Wakristo wako. Nani anasema mimi nitamnunulia mchungaji joo? Bwana asifiwe. Nawauliza tena. Nani anasema mimi nitamnunulia mchungaji joo? Asante. Haya, wengine mumnunulie stora. Unaona hapa nimenyoosha watu 3. Mkitoka mnione, niwape utaratibu wa kuagiza Nairobi, kwa sababu tunaagiza Nairobi, sawa? Hizi stora majoo tunaagiza Nairobi. Kwa hiyo unaweza ukamnunulia mchungaji wako. Mama mchungaji wewe, mpelekee mchungaji joo au stora. Amen. Sawa Jamani, mbona mmekaa kimya? Unajua mnanitishia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ziko store hapa zinatakiwa kwenda Dar es Salaam, nimekuja nazo. Ukija pale ofisini utaweza kuchukua. Mnunulie mchungaji wako kijijini kule. Yule anayesota kule, ana maisha magumu, mpelekee store. Mpelekee joo kule. Akivaa yule mchungaji hata kusahau milele. Kuna waziri mmoja yuko pale Dodoma, wakati nazungumza na naye, akaenda akawanunulia wachungaji wa jimbo lake lote. Akaja akaniambia, mkemwa na shangaa kitu cha ajabu kilitokea. Wale wachungaji walienda nyumbani kwake wakakaa siku 7, wamefunga, wanalia mbele za Bwana kwa majoto na stola, wanalia pale, Mungu msaidie huyu bwana asiondoke kwenye uwaziri. Yumo. Mwaka juzi alikuwemo, mwaka huu yumo. Nikamwambia utakuwemo mpaka ndevu zizeeke. Nyanyua mikono yako miwili juu. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimesikia neno lako. Hakika wewe Mungu ni pendo kwenye maisha yetu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, sema amen.